Lengo hasa ni kujaribu kuhamasisha Watanzania watambue fursa zilizopo katika mkoa wetu, hasa yani kwa mkoa mzima. Lakini kwa hii safari yetu tutaenda wilaya ya Rungwe, ambapo tutakutana na zao la parachichi. Kuna mwekezaji anaitwa Kuza, yeye atatueleza nini wanavyofanya na vitu vingine. Sasa kwa uwekezaji kwa hapa mkoa wa Mbeya, kuanzia mwaka 2021 wakati mama anaingia, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa mkoa wetu wa Mbeya kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa tumesajili jumla miradi 63 yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 5.8, ambapo imetoa ajira jumla watu 269 mpaka sasa. Watatu, wazao wamesajili miradi 20, wa Tanzania ni miradi 20, na miradi mingine iko ambayo ni joint venture, na miradi mingine iliyobaki ni wageni pase. Kutokana na kuwepo kwa fursa nyingi za uwekezaji katika mkoa huu katika sekta zote za kiuchumi, tunawahamasisha Watanzania wafike kwa wingi katika kanda yetu ya Nyanda za Juu Kusini ili waweze kunufaika na fursa hizo. Lipo kundi kubwa la wakulima, sawa, haibali, lakini tufanye na vitu vingine. Serikali ya mkoa wa Mbeya inaendelea kushirikiana na TISEZA kwa karibu pamoja na wadau wengine ili kuwawezesha wawekezaji kutatua changamoto zinazowakabili na kuhakikisha kuwa uwekezaji unaongeza uzalishaji, ajira na maisha ya wananchi yanaboreka. Na bado serikali imerahisisha kidogo usajili wa makampuni. Kila kitu sasa hizi kinafanyika kwa online. Japo na challenge tu, bado gharama ni kubwa. Bado gharama ni kubwa. Mimi ni wakili, kwa hiyo mbali la kusajili za kwangu, huwa nafanya kazi ya kusajilia watu makampuni, moja ya shughuli zetu. Sasa gharama zile hazivutii, hasa kwa kundi la vijana linalohamasishwa linalohamasishwa lijiajiri, watengeneze entity zao waweze kushiriki hizi fursa. Kwa hiyo tungeiomba serikali ifikirie gharama zile, waone isitengeneze faida kwenye kusajili makampuni, angalau kuwe na zile costi za msingi ambazo serikali inaweza kubeba. Lakini ili uingie kwenye soko la ushindani vizuri, lazima uwe na mtaji mzuri, kwa maana ya stated capital kwenye document. Sasa stated capital kila kiwango kimewekwa na bei. Ukianzia milioni I think 10 au 50 mpaka 300. 10 nadhani mpaka 300 ni 300,000 na kitu. Kwa hiyo ukiniambia mimi nisajili kampuni leo, nikikuandalia costi ambazo hazikwepeki, sio chini ya milioni 2.5 3. Sasa tunamtarget kijana yupi? Kwa hiyo kuna harmonization hapa muhimu kufanyika ili sera zetu tunapozihubiri ziwe zinaoana na uhalisia. Usihubiri wewe mimi na bana kwa upande huu. Kwa hiyo hata TISEZA hili ni eneo lazima mlifanyie kazi. Unless kuwe hakuna option ya kupunguza zile gharama. Sasa hizi kitu kizuri sana kimeondolewa na ile tax clearance, kwamba haulipi kodi kwanza ndio upewe. Maana bila ile haupati leseni, haufungui account, yani mcheni zinafuatana. Lakini kipengele hicho kwenye aspect ya kodi kinaleta nafuu na kinapunguza usumbufu sana kwa kundi zima hili la wajasiriamali. Lakini bado BRELA tunahitaji kukaa na kuzungumza nao. Mbeya ipo tayari kupokea wawekezaji. Kuna kuwezesha uwekezaji, tunawakaribisha Watanzania na wote wenye nia njema, wawe wa ndani wawe wa nje, kuja kutumia fursa zinazopatikana kwenye mkoa wetu kuturahisishia maisha na tujenge uchumi wetu. Tunajikita na kuwasaidia wakulima katika kilimo chao cha pareto, kuwasaidia katika kuwapa pembejeo sana za uzalishaji wa pareto, kilimo cha pareto, lakini vile vile na
harvesting inaitwaje? Tunawapa vichanja, tunawapa sehemu za kukaushia ili ubora wa pareto unaotoka shambani usibadilike. Sana sana kiwango cha sumu vivyo na ukavu wa pareto kabla haijaletwa hapo kiwandani. Tunaweka investment inayokaribia bilioni 10.6 ikiwemo kita process tani 9 mpaka 10 kwa siku. Nichukua muda huu kwa taarifa wa Tanzania kwamba viuatilifu ambavyo ni organic tunavyo hapa Tanzania. So hiki ni kiuatilifu ambacho tunakitengeneza hapa, na uzuri wake ni kwamba kinaitwa organic kwa sababu hakina madhara kwenye afya ya damu. Pia kwa kupitia hapo tutapata ajira kwa maana ya kuajiri wa Tanzania wengi, lakini upande wa pili wa serikali pia wanapata kodi, kwa sababu mpaka sasa hivi japo operations zimeanza kwa kiasi, lakini bado tushaanza kulipa kodi. Kwa hiyo ni mradi ambao kwa kweli ni una faida kubwa kwa kuanzia swala zima la ajira, ambapo kwa swala la ajira tulianzia kwenye ujenzi. Mnajua shughuli za ujenzi, na ujenzi ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.